nataka nieleze kwa haraka haraka madhara ya kamari na aina zote za michezo ya kamari, likiwemo tatizo hili la kubeti leo ambalo vijana wengi maal asafi shadid wameliingilia na kuliona ni jambo la kawaida, ni jambo halina matatizo. Moja ya hasara ya kamari, ndugu zangu, kama tutaiacha ienee katika jamii yetu ya Kiislamu, ienee katika jamii yetu ya waumini, bali ienee katika jamii yetu ya Kitanzania, tutambue ya kwamba moja ya hasara ni idhaafu alquwwati alaqliyah. Idhaafu alquwwati alaqliyah ni kudhoofisha nguvu za kifikra. Tukiwalea vijana kupambana na kubeti, tukiwalea vijana kazi yao ni kucheza kamari, tutambue ya kwamba tutapata jamii ya vijana wa Kitanzania, wawe Waislamu na wawe si Waislamu, tutambue ya kwamba tutafata vijana ambao hawana uwezo wa kufikiria wala hawako tayari kufikiria maendeleo. Watakuwa ni vijana ambao wao wanasubiria wale tu na kupata riziki kwa njia za maajabu ajabu na kwa njia nyepesi, lakini hawatokuwa tayari vijana hao kufikiria kuhusu umuhimu wa kilimo. Hawatokuwa tayari vijana hao kufikiria namna gani ya kuweza kuwa na viwanda. Hawatofikiria namna ya kufanya biashara. Hawatokuwa vijana wa kwamba ajitahidi aweze kufanya kazi ili apate riziki yake ya halali kwa kupitia kazi. Kamari ikienea katika jamii yetu, kamari ikiachwa isambaratike, isambae ndani ya jamii ya Waislamu na jamii ya vijana wa Kitanzania, tutambue ya kwamba tunatengeneza vijana ambao hawatofikiria hata siku moja wao wakaajiriwe au wakawaajiri watu, wao wakafanye process na harakati za kilimo au kuzalisha. Hawatofikiria hivyo, watafikiria kula mali za watu kwa njia ya haramu. Wewe unapoingiza kiwango cha pesa shilingi 2, shilingi 500, ukapata milioni 10 kama inavyokuwa katika kubeti, hii milioni 10 umepata kwa njia gani? Hii ni kwa njia ya haramu, ni kwa njia ya batili. Kwa hivyo jamii ya Watanzania, jamii ya vijana hawa tuliokuwa nao katika ardhi hii takatifu ya Tanzania, kama wataachwa vijana hawa wacheze kamari, tutambue ya kwamba hatutokuwa na vijana wanaofikiria kuzalisha mali, wala wanaofikiria kuanzisha makampuni, wala wanaofikiria kukusanya na kupata pesa kwa njia ya halali. Vile vile jambo jingine hatari, na hili ni hatari zaidi, ifsadu tarbia, kuharibu malezi ya watoto. Watakapoachwa watoto, watakapoachwa vijana waingie kwenye ulimwengu wa kucheza kamari, waingie kwenye ulimwengu wa kucheza gudugudu, waingie kwenye ulimwengu wa kucheza karata tatu, waingie kwenye ulimwengu wa kubeti na hali ya michezo leo ilivyokuwa mingi, tutambue ya kwamba tutaharibu malezi ya watoto wetu wa Kitanzania. Tutayaharibu vipi? Hakuna kijana wala mtoto atakuwa yuko tayari kwenda kufanya kazi. Kwa nini anakwenda kuajiriwa kwenye kampuni ambayo atapewa mshahara wa shilingi 600,000? Wakati kwa Manchester United na timu nyinginezo katika timu za nje zikicheza, timu hizo mbili kubeti kwa shilingi 2,000 huenda akapata milioni 10. Sasa kama atatengeneza milioni 10 kwa siku moja, kwa mechi moja tu ya Manchester United, kuna haja gani ya kuajiriwa katika kampuni mshahara wake ni shilingi 600,000? Kwa hivyo tutatengeneza jamii ya Watanzania, jamii ya vijana ambao hawako tayari kufanya kazi. Sasa akashakuwa hayuko tayari kufanya kazi, atapata milioni 10 kwa mechi moja tu. Ni Simba na Yanga itashinda, nani mshindi? Ameshinda Simba, ana ushindi wa milioni 15. Imeshinda Yanga, ana ushindi wa milioni 20. Kwa nini ukamuajiri kwenye kampuni umlipe shilingi 700,000 kwa mwezi?
Kwa hivyo tunatengeneza jamii ya vijana wa Kitanzania wavivu. Hii ina maana taifa la Tanzania baadaye inabidi litawaliwe na watu wanaoweza kufanya kazi. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema jambo la kamari ni rijisun, ni uchafu, ni jambo baya, ni mina amali shaitan, ni kazi ya shetani hiyo, kukufanya usifanye kazi, usitafute kibarua, usubirie mpaka Simba na Yanga icheze ukabeti ili upate shilingi milioni 6, upate milioni 12. Kwa hivyo tutambue ya kwamba kuiacha kamari ienee katika jamii yetu, liwe ni jambo la kawaida, tutambue ya kwamba tunaharibu malezi. Lakini ebu kubeti huku ambako shilingi 500, shilingi 1000 unaweza ukabeti. Zile shilingi 500 tunazowapa watoto wetu kwenda mashuleni, lipi linawazuia wasende wakabeti apate pesa nyingi zaidi? Kwa hiyo huko uwezekano wa mtoto anakwenda shule, pesa uliyompa ya kula mchana akenda kuitumia kwenye kucheza kamari. Tayari tunatengeneza jamii ya maajabu. Allahu Akbar, Allahu